Mapema leo tarehe 20 ya mwezi huu wa 4 na mwaka huu wa 2026, anga la kisiasa nchini Tanzania limeshuhudia tukio la kipekee la kidiplomasia na kistratejia. Uongozi wa juu kabisa wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema umefanya mazungumzo mazito na ujumbe wa ngazi ya juu kabisa wa mtandao wa wanawake viongozi barani Afrika unaojulikana kwa jina la African Women Leaders Network. African Women Leaders Network. Ujumbe huu ambao umebeba uzito wa kipekee wa kidiplomasia umeongozwa na mwanamke shupavu, rais mstaafu wa Liberia na mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel anayefahamika kwa jina la Ellen Johnson Sirleaf. Ellen Johnson Sirleaf. Katika ziara hii Mheshimiwa Sirleaf ameambatana na kiongozi mwingine mwenye heshima kubwa barani Afrika, aliyekuwa rais wa Ethiopia anayefahamika kwa jina la Sahle-Work Zewde. Sahle-Work Zewde. Kukutana kwa majitu haya mawili ya siasa za Afrika na viongozi wa Chadema si jambo la kupita tu, ni ishara ya jinsi macho ya jumuiya ya kimataifa yanavyotazama kwa umakini mwelekeo wa haki za binadamu na demokrasia nchini Tanzania, hususan kufuatia matukio ya hivi karibuni. Katika kikao hicho kilichofanyika kwa faragha na umakini mkubwa, upande wa Chadema uliongozwa na makamu mwenyekiti bara wa chama hicho, Mheshimiwa John Wegesa Heche, ambapo Heche hakuwa peke yake, alikuwa ameambatana na safu imara ya watendaji wa chama hicho, akiwemo katibu mkuu Mheshimiwa John Mnyika, naibu makatibu wakuu Amani Golugwa bara pamoja na wakili Ali Ibrahim Zanzibar, pamoja na sauti ya busara kutoka kwa mwenyekiti wa baraza la wazee anayefahamika kwa jina la Mama Susan Limo. Mama Susan Limo. Hoja kuu mezani ilikuwa ni mustakabali wa nchi. Mheshimiwa Heche ameeleza kuwa chama kimewasilisha kwa kina msimamo wake rasmi kama ulivyoazimiwa na kamati kuu ya Chadema. Kiini cha maelezo yao kimejikita katika kile walichokiita ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu na vitendo vya ukatili vinavyodaiwa kutokea katika kipindi nyeti cha kabla, wakati na baada ya tarehe 29 ya mwezi Oktoba mwaka wa 2025. Chadema imeweka msisitizo katika mambo matatu makuu. Jambo la kwanza ni uchunguzi huru. Uhitaji wa chombo kisichofungamana na upande wowote kuchunguza matukio ya ukatili. Na jambo namba 2 ni uwajibikaji, kwamba kila aliyehusika na ukiukwaji wa sheria achukuliwe hatua. Na jambo namba 3 ni ulinzi wa demokrasia. Hapa Chadema wanaeleza kuhakikisha misingi ya utawala wa sheria haivurugwi kwa maslahi ya kisiasa. Narudia tena hapa. Jambo namba 3 miongoni mwa mambo haya matatu ambayo Chadema wameyaweka kwa msisitizo ni ulinzi wa demokrasia, kwamba kuhakikisha misingi ya utawala wa sheria haivurugwi kwa maslahi ya kisiasa. Ili kuelewa uzito wa mkutano huu ni lazima tuifahamu African Women Leaders Network ni kitu gani? Inaelezwa kwamba hii si taasisi ya kawaida ya wanaharakati, ni jukwaa la kimkakati
lililoanzishwa mwaka 2017 jijini New York kupitia ushirikiano wa Umoja wa Afrika na UN Women. Lengo lake kuu ni kuimarisha nafasi ya wanawake katika uongozi wa juu, amani na usalama barani Afrika. Malengo ya African Women Leaders Network yanayowagusa Watanzania kwa sasa ni: moja, kuimarisha ushiriki wa wanawake katika siasa na maamuzi ya kitaifa. 2, kujenga amani na utulivu kupitia diplomasia ya viongozi wanawake. Na 3, ni kuhakikisha ajenda ya mwaka 2063 ya Umoja wa Afrika inayolenga Afrika tuitakayo yenye haki na usawa inafikiwa. Uwepo wa Ellen Johnson Sirleaf katika ujumbe huu unatoa picha. Uwepo wa Ellen Johnson Sirleaf katika ujumbe huu unatoa picha pana. Ingawa yeye si mwanzilishi wa African Women Leaders Network, nafasi yake kama mlezi wa heshima, yani patron, tangu mwaka 2019 inaongeza uzito wa kimaadili. Mheshimiwa Sirleaf, kama mwanamke wa kwanza kuchaguliwa kuwa rais barani Afrika, ana uzoefu wa kuongoza nchi ya Liberia iliyotoka katika machafuko makubwa kwenda kwenye demokrasia ya amani. Ziara yao nchini Tanzania si ya Chadema pekee, bali wanakutana na makundi mbalimbali ikiwemo asasi za kiraia na serikali ili kukusanya na kufuatilia taarifa za matukio ya kuelekea mwishoni mwa mwaka 2025, ambapo hii inaashiria kuwa taasisi hiyo inafanya kile kinachoitwa diplomasia ya kimya, yani silent diplomacy, kusaidia kutatua migogoro kabla haijafikia hatua mbaya zaidi. Kukutana kwa Chadema na taasisi hiyo kunatupatia picha gani ya kisiasa? Kukutana kwa Chadema na taasisi hiyo kunatupatia picha gani kisiasa? Kwanza ni utambuzi wa kimataifa wa Chadema kama mdau muhimu wa amani na demokrasia nchini. Kwa viongozi kama Sahle Work Zewde na Sirleaf kukaa meza moja na John Heche pamoja na Mnyika ni ishara kuwa kilio cha upinzani kinasikika katika korido za Umoja wa Mataifa na Umoja wa Afrika. Pili ni shinikizo la kidiplomasia kwa serikali ya Tanzania. Uwepo wa viongozi hawa unaitaka serikali na vyombo vya dola kujitathmini kuhusu sifa ya nchi katika masuala ya haki za binadamu. Mwisho, Chadema inasisitiza kuwa bila uchunguzi huru na uwajibikaji, misingi ya utawala wa sheria itakuwa mashakani. Tunapozidi kuelekea katika mustakabali wa siasa za Tanzania baada ya matukio ya Oktoba 2025, nafasi ya mashirika kama taasisi hii inabaki kuwa daraja kati ya malalamiko ya ndani na utatuzi wa kimataifa. Chadema wamecheza karata yao ya kidiplomasia. Sasa macho ya Watanzania na ulimwengu yanasubiri kuona ni hatua gani zitafuata baada ya viongozi mashuhuri wa Afrika kukamilisha ripoti yao. Je, sauti ya akina mama hawa viongozi italeta mabadiliko tunayoyatarajia katika haki na usawa? Muda ndio utakaozungumza. Mimi sina la ziada. Nikushukuru sana wewe kwa kuwa nami kuanzia mwanzo hadi mwisho wa habari hii. Asante sana na tukutane tena katika habari nyingine, lakini pia hakikisha ya kwamba unatuwekea maoni yako hapo chini kwenye upande wa comment, lakini pia share habari hii ili kusudi iweze kuwafikia watu wengi zaidi na